Hujambo mtazamaji na msikilizaji wa MTV, karibu tena katika awamu yetu hii ya matangazo ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Atakayekuletea matangazo haya ni mimi Jeremy Hassan Kiawere, na hapa kwanza muhtasari wake. Mahakama Kuu ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kesi dhidi ya makamanda waliokimbia vita jijini Goma. Kwani mambo hayanje leo, inaanza tangia Bunagana, na ndio kwa maana tunapenda wale wote wenye walikuwa wanafanya kitu tunaita repli strategique waitwe nao wasambe, kwani hao ndio walete ile chanjo mbaya, ile mbegu mbaya ndani ya jeshi avec ile mambo ma repli strategique. Ile haingelikuwaka, ile chanjo haingeliingia chanjo ya na muungano wa mashirika wananchi katika mji mdogo wa Buinga unaopatikana wilayani Lubero yaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi kusaka makundi yenye silaha kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo haya. Kuanzia Kasihiro Ngohi kuenda ni Kamba mzima mpaka kuendea huko ngambo za kule Maiba. Hizo ni eneo ambazo hao waasi wameweza kumiliki na kuzunguka kama wanavyojitaka. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionaye katika meza yetu ya matangazo ya MTV ya siku ya leo ya Machi 13 mwaka 2025. Naam, na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua taarifa zetu za habari, tukianzia huko Kinshasa. Wakati tumeambiwa kwamba korti kuu ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza hivi leo Machi 13 mwaka 2025 jijini Kinshasa kesi dhidi ya mahakama ya wanajeshi wale waliokimbia vita mbele ya waasi wa M23, ikiwemo naibu gavana wa zamani wa Kivu Kaskazini. Wote hao wakituhumiwa kwamba wameacha vifaa vya jeshi pamoja na majeshi wao katika hatari mkoani Kivu Kaskazini wakati mji wa Goma ulivamiwa na waasi wa M23. Kwa mujibu ya ofisi wa wizara ya mahakama nchini DR Congo, mahakama haya yafuatilia makamanda haya kwa makosa kadhaa: kukimbia vita mbele ya waasi, kuacha vifaa vya vita na kuacha majeshi wao katika mazingira ya hatari. Mheshimiwa Costa Mutamba, waziri wa mahakama, ameomba mahakama kufanya uchunguzi wa kina ili watakaokutwa na hatia waadhibiwe haraka kulingana na katiba ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sheria ya jeshi ya DR Congo FARDC. Wadadisi wa mambo wana mtazamo gani kwa hatua hiyo ya serikali? Nimezungumza naye Laurent Mugiraneza, mchambuzi wa kisiasa katika kanda la Maziwa Makuu. Vitu vyatafutiwa, lakini watoto walioacha katika mji wa Goma, waaskari wengi makamano, watoto kabisa waliojikaza kupigana muda wa siku 3 bila mwelekezo fulani, ilitonesha kabisa kama tuna maaskari ambapo wakiwa na makamanda wenye shughuli ya inji ya kama wangepasha kufika na kusaidia wakaaji na hata mji wa Goma usiweze kutekwa. Lakini sababu wale viongozi wao walikuwa na ingine mawazo yasiyokuwa ya kujenga inji, ndio maana wamewaachilia na kukimbia. Kwa kweli tulihuzunika kuona kama mji ambao ulikuwa na maaskari wengi zaidi, hata wengi kabisa, uweze kutekwa na mabeberu, ijapokuwa tulikuwa najua kama sisi tumekwisha kupata kabisa msaada ya ajabu, na wanajeshi walikuwa wengi, wazalendo walikuwa wengi, lakini kwenda makamanda wakimbie na kuacha vitu hivyo vyote mikononi mwa wanyang'anyi, mikononi mwa M23 na wafadhili wa RDF, iliweza kutuhuzunikisha kabisa. Vile tumezungumza na mwanasheria Ashil Kapanga akiwa jijini Kinshasa, kwa upande wake akiridhika kwa hatua hiyo itakayokomesha baadhi ya maafisa wa kijeshi wanaokimbia vita mbele ya waasi. Tunashukuru sana kuona ya kwamba serikali ya nchi yetu inapenda sasa ifae kusambisha hawa vikuu viongozi wa jeshi, hata majeshi wenye walikimbia vita pande za Goma, Bukavu na kadhalika. Hii ni vizuri, kwani sheria ya Kongo, ni serikali ya Kongo ndio napana oda kufuatana na sheria na kanuni za kazi ya kijeshi ya kwamba mtu mwenye kukimbia vita sherti ashutumiwe. Haiko mambo ya binafsi, ni mambo ya serikali. Kwani kwa kweli tuliona kabisa ilikuwa sana leta haya viongozi waache mgini kama Goma kama tuna waasi hawapende kupigana, Bukavu na kuwa hali
kumwelelea ilikuwa sana nasumbua sana. Ndio kwa maana tunapenda hii mahakama ifanyike kwa utaratibu. Ila turudi nyuma pia kidogo, kwani mambo haianje leo, inaanza tangia Bunagana. Na ndio kwa maana tunapenda wale wote wenye walikuwa wanafanya kitu tunaita repli strategique waitwe nao wasambe, kwani hao ndio walete ile chanjo mbaya, ile mbegu mbaya ndani ya jeshi avec ile mambo ma repli strategique. Ile haingelikuwaka, ile chanjo haingeliingia. Chanjo ya kukimbia vita ilitokea pale kwenye tunaita repli strategique. Ndio kwa maana viongozi wote wenye walihusika na hii mambo ya repli strategique nao waitwe waweze wakasamba. Mashirika za raia Kivu Kaskazini zikiomba mahakama kutokuwa na upande, akisema Christophe Munyandero wa CRDH Ituri. Sisi tutaweza kuomba kwa mahakama ya kijeshi ya Kongo wasiwe wale ambao watakuwa wakihukumu wale makamanda ya jeshi la, na ijapokuwa wanakuwa na kuna mkono fulani ya wanasiasa ambayo itakuwa ikishingiza ndani, yani kwa lugha ya Kifaransa ile ambao wanaita manipulation politicienne. Unajua kwamba nchi yetu ya kidemokrasia tunajua kwamba wale wafanya siasa wanakuwa wakishingiza ndani ya mambo, na utaenda kuta kwamba sisi tunasema ni sharti waweze kufuatilia na waweze kuzungumuza kisheria gizi sheria ya Kongo inasema na hata ya kijeshi gizi inasema. Hata hivyo, Munyandero aomba mahakama kuchunguza zaidi kwa nini makamanda hao walikimbia vita, kwa sababu kila mara jeshi la Kongo huwa likistaki serikali ya Kongo kutowahudumia vizuri kwenye uwanja wa vita. Sisi tutaweza kuomba kwa mahakama ya kijeshi ya Kongo wasiwe wale ambao watakuwa wakihukumu wale makamanda ya jeshi la, na ijapokuwa wanakuwa na kuna mkono fulani ya wanasiasa ambayo itakuwa ikishingiza ndani, yani kwa lugha ya Kifaransa ile ambao wanaita manipulation politicienne. Unajua kwamba nchi yetu ya kidemokrasia tunajua kwamba wale wafanya siasa wanakuwa wakishingiza ndani ya mambo, na utaenda kuta kwamba sisi tunasema ni sharti waweze kufuatilia na waweze kuzungumuza kisheria gizi sheria ya Kongo inasema na hata ya kijeshi gizi inasema. Tukimalizia habari hii ya mahakama, acha basi tuungane naye Mumbere Butala, mwandishi wetu wa habari akiwa katika mji wa Kinshasa. Mahakama Kuu ya Kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua kesi ya askari jeshi waliofanya kazi yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanashutumiwa kukimbia mbele ya adui. Alhamisi hii Machi 13, 2025, wanajeshi kadhaa waliwekwa kizimbani wa mahakama hapa mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao baadhi yao walisindikizwa na familia zao zilizopo Kinshasa leo hii. Hii ni kutokana na tangazo la barua pepe iliyochapishwa na Wizara ya Sheria na Utunzi wa Mihuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyotangazwa hii Jumatatu Machi 12 kwenye vyombo vya habari nchini, huku Costa Mutamba akitangaza kufanyika kwa juhudi hili la mahakama. Haya yanajiri ikiwa mchakato wa kusaka amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unafunguliwa leo kupitia mkutano wa video wa Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kati SADC, na ambapo viongozi wote wataweza kushiriki. Rodrigue Mumbere Butala, MTV, Kinshasa. Na mulikuwa ni Mumbere Butala, mwanahabari wetu akiwa katika mji wa Kinshasa. Na shirika la raia katika kijiji cha Vuinga wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, yaomba viongozi wa jeshi la Kongo FARDC kujaribu kuwasaka waasi wanaomiliki silaha kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo mbalimbali wilayani Lubero, kwani wanaoteseka ikiwa ni raia wasiokuwa na hatia. Kambale Ezekieli, kiongozi wa shirika hilo, alika raia kuwa wakitoa tahadhari mapema na kuarifu viongozi husika ili wao wakichukua kwa upande wao hatua kwa haraka. Tunatoa mwito wetu kwa serikali nzima, kwa uongozi wetu, zaidi sana kwa wale maongozi wa jeshi, kuona vilivyo kujitahidi kabisa kutia sahihi na nukta kwa ngambo ya kufieka hao waasi na kuwapiga vilivyo, kuwaondosha kabisa kwenye maeneo zetu na kuwarusha hadi mwisho, kwani hao watu wameshambulia wakaaji na vijiji vingi vimebomoka, vimeenda vikisambazwa kulingana na ukosefu wa
wa usalama, na yengine ni kuonesha jeshi letu liweze kutia kila mahali jeshi ambalo litakuwa likilinda mahali haya kuanzia Kasiiro Ngohi kuenda ni kamba mzima mpaka kuendea huko ngambo za kule Maiba. Hizo ni eneo ambazo hawa waasi wameweza kumiliki na kuzunguka kama wanavyojitakia. Vile vile kwa sisi kama rahia kupana habari za manunguniko kwa wakati unaofaa. Na baada ya kusimamisha miezi kadhaa ukarabati wa barabara ya Beni Kasindi Kivu Kaskazini, ni hapo jana ndipo amekutana na waziri wa Uganda na husika na miundombinu na ukarabati wa barabara katika mji mdogo wa Kasindi. Waziri wa Uganda alipowasili katika mji wa Beni amekutana na waandishi wa habari na hapa anazungumza. Ilikuwa inatokana na mambo ya kusafirisha vitu vya kutumia kwa kufanya kazi hiyo. Ule mfanyakazi mkandalisi ambao anafanya hiyo kazi wanaita dot services alikuwa anapata ugumu kusafirisha vifaa ya kutengeneza barabara. So ndio maana tulikuja tusaishe hiyo mambo yote. Sasa mtakuja kuona watu ya sekta hii, mtaona maendeleo sana kwa kutengeneza barabara. Na hatimaye Kenya, maafisi wa polisi huko Kasese County ya Wasisi Gishu nchini Kenya wanamzuilia mwanaume mmoja aliyekamatwa baada ya kuanzishwa kituo chake cha polisi na kuwahudumia wananchi eneo hilo kinyume cha sheria. Deni Chisaka kutoka Nairobi, Kenya na habari hiyo. Mshukiwa ambaye tayari amejulikana kama Collins Leitich maarufu Chepkulei, mkazi wa kijiji cha Asis, na kupaka jengo rangi za polisi ili kuonekana kama kituo halali cha doria. Huenda Chepkulei alichukulia uzito methali ya usalama unaanza na wewe. Huku baadhi ya wakazi wakilalamikia ukosefu wa kituo halali cha polisi eneo hilo. Tuletewe polisi hapa, hii nyumba wakuje tu kwa muda, tunapotafuta mahali pa kujengewa polisi, wakuje kwanza watusaidie hapa. Wakuje wafanye kazi kwa hii ofisi ambayo imetengenezwa. Hatuna police station hapa around. Mtu akikosewa ama aipiwe vitu yake za hizi hapa ni mahali ataripoti ni Kamoyo. 2 kilometers away from here. Sioni makosa kama itakombolewa hii nyumba. Hata sisi tulikuwa tumechukua maoni ngine sisi kwa watu ya biashara. Tukasema hata hii maaskari yakikuja hapa tunaweza janga pesa tunalipia hao kila mwezi hii ofisi. Sasa sababu tunalipanga wajman pesa mingi. Mamlaka sasa zinaendelea kutathmini hasa kiini cha uanzishwaji wa kituo hicho, na pia kutathmini iwapo kuna wakazi ambao tayari walikamatwa au kushughulikiwa katika kituo hicho na kama mshukiwa alikuwa na washirika wake. OCS, the local OCPP at Kamuyu Police Post in whose jurisdiction hiyo area iko, wakitaka kuwa na 30 patrol base. But before you could escalate to the OCPD, to the county commander, then he ended to the regional commander, mpaka police headquarters. Nafikiri wananchi kwa ile amu ya kutaka usalama haraka wakapaint one of the buildings within the police, the Charus Trading Center iwe kama a police patrol base. Kulingana na wakazi, Chepkulei alishirikiana na baadhi ya wanafamilia kuendesha kituo hicho ambacho wengi wamebaki na maswali. Hata hivyo, wanasadiki kuwa hali ya usalama eneo hilo imeanza kuwa bora kutokana na uwepo wa kituo hicho. Wanaitaka serikali sasa kuleta maafisa wa polisi halali kwenye kituo hicho. Dennis Chisaka, MTV Online, Nairobi. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Deni Chisaka, mwanahabari wetu kutoka Nairobi, Kenya. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni kwa habari hiyo ndipo mimi naweka mkaba kwa matangazo yetu ya jioni hii ya leo. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo zima ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Huko Kimbulu tunasikika kupitia redio Setrobo FM, Kirumba ni kupitia redio RTGL, katika sekta ya Rwenzori chini ya milima mrefu ya Rwenzori tunasikika kupitia redio Global Wake pamoja na maeneo mengine duniani. Na nikukumbushe tu ndugu msikilizaji, unaweza ukasikiliza matangazo hayo ukitembelea tovuti yetu ukiandika www.marivikatv.com. Kwa niaba ya wote walioandaa matangazo haya, mimi ni Jeremy Hassan Kiawere, hadi wakati mwingine, kwaherini.